Tume hii ya ushindani ni tume muhimu sana kwa mustakabali wa taifa yetu. Ndio tume ambayo ina jukumu kubwa sana kwenye masuala ya udhibiti, lakini masuala ya kulinda walaji, masuala ya udhibiti wa bidhaa feki, elimu kwa umma, pamoja na masuala mengine ya kibiashara, ikiwemo masuala yanayohusiana na muunganiko wa makampuni makubwa, ili kuhakikisha muunganiko huo unaendelea kuwa shindani lakini wenye manufaa na unaweka ustahimilivu wa biashara. Matokeo mengi ambayo yanaonekana kwenye jamii ni kwa sababu ya kazi kubwa ambayo inafanya. Ziara ya leo hapa ni kwenda kuongeza misingi ambayo imewekwa kwa ajili ya kuongeza ufanisi. Sisi tunafahamu Watanzania wanatutegemea sana, na Watanzania ndo wateja wetu, ndo walaji. Kwa hiyo kikao cha leo kinalenga kuboresha namna nzuri zaidi ya utendaji kazi ili kufikia mategemeo ya Watanzania ambao ndo walaji. Kuongeza njia ambazo tutawafikia kwa urahisi zaidi ili kuweza kupata mrejesho wa kazi ambazo tunazifanya, lakini kuwatumikia na kuhakikisha tunatimiza yale ambayo wao wanayategemea kwetu. Lakini vile vile tumeendelea kuhimizana kuhusiana na masuala ya udhibiti. Tumeendelea kuhimizana vile vile namna bora ya kufanya kwa ajili ya kudhibiti bidhaa feki ambayo kwa kweli ndio mategemeo makubwa sana kwa Watanzania. Tupo katika ulimwengu wa tofauti sana wa sasa, na mazingira ya biashara yanatofautiana kutoka siku ya kwanza mpaka nyingine. Kwa hiyo tumewekeana mikakati mizuri ya kuhakikisha tunaboresha ufanisi, lakini tunaongeza ubunifu, lakini kwa kuongeza mikakati ya kushirikiana na sekta binafsi ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa hiyo kikao cha leo kwa kweli kwa kiasi kikubwa kililenga tu kwenye kuboresha utendaji kazi wa tume yetu ya ushindani ambayo tayari inafanya kazi nzuri, lakini yapo mambo ambayo tumekubaliana inabidi tuyaongeze ili kwa ajili ya kuboresha ufanisi zaidi. Mikakati ambayo tunayo kama sekta yetu ya viwanda na biashara kwa ajili ya kuongeza mapato ya nje. Sekta ya viwanda na biashara ni muhimu sana kwa maendeleo ya Tanzania kwa sababu ndio sekta ambayo kupitia parameters mbalimbali zinachangia kwenye uchumi wa taifa letu. Sio tu kwenye mapato ya nje, lakini vile vile kwenye swala la ajira, makusanyo ya ndani pamoja na kuongezeka kwa pato la taifa. Kwa mfano, sekta ya viwanda na biashara imekuwa ikichangia pato la nje kwa asilimia kati ya 24 mpaka 28. Kwa hiyo kwa kweli ni mapato makubwa sana. Kwa mikakati ambayo tunayo serikali, la kwanza kuendelea kuongeza kongani za viwanda. Kwa sababu tunaamini kupitia viwanda tutaongeza tu mapato ya nje, lakini vile tutaongeza ajira na tutaongeza mapato ya ndani. Lakini vile vile kuendelea kutekeleza sera zetu ambazo ni himilivu. Tunazo sera ambazo ni kuu, lakini vile vile tumekuwa tukija na sera mbalimbali kulingana na mabadiliko ya mazingira ya biashara ambayo yanakuja mara kwa mara. Ongeza export kutoka nje. Ufanyaji wa biashara katika nchi yetu umekuwa unakuwa hadi siku kwa siku, lakini sisi kama miongoni mwa taasisi ya kudhibiti na kuratibu, kwa sasa hatufanyi sana udhibiti, tunafanya moja ya uratibu, kwa maana kwamba tunaingia kwenye ile falsafa ya Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba vyombo hivi visaidie kuwezesha kutoa majibu na kutoa kero za wananchi hasa katika ufanyaji wa biashara. Na ukizingatia kwa miaka yote hii minne ilikuwa kuna falsafa ya kukuza uwekezaji nchini. Kwa sasa uwekezaji umekuwa mkubwa sana, na sisi taasisi yetu ni moja ya taasisi ambayo tunapitia na tunachambua miamala ile ya muunganiko wa makampuni kwa lengo ya kukuza mitaji, kuokoa ajira ambazo kwa baadhi ya kampuni au viwanda ambazo vinaonekana vimeweza kudhorotisha. Kwa hiyo kwa falsafa hiyo tumepokea maelekezo yake hasa ya kuongeza ufanisi na kupanua wigo mpana ya kuwatumikia wananchi, na sisi kwa uishaji wa sheria ya alama ya bidhaa tunaishi katika falsafa hiyo, kwa sababu kuanzia tarehe 1 Disemba tutaweza kurekodi wasafirishaji wa bidhaa zote zinazoingia nchini lazima walete kuzirekodi hapa, kwa maana kwamba ili tuweze kuzitrace na kuzitrack
ili tuweze kutusaidia kudhibiti uingiaji wa bidhaa ambazo zisizokidhi viwango, zisizokidhi mahitaji ya wananchi pale yanapoingiliwa.